Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Tunayo tafakari nzuri siku ya leo ambayo Bwana ametupatia kutoka kwenye kitabu kile cha Mathayo sura 23 mstari ule wa 37. Biblia inasema, Yerusalemu, Yerusalemu, wauae manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mbawa yake, lakini hamkutaka. Haleluya. Yesu anahuzunika kwa ajili ya Yerusalemu. Anaumia kwa sababu anaijua Yerusalemu ilivyotakiwa kuwa, na sasa imekuwa kwa sura nyingine. Kila akijaribu kuikusanya, kila akijaribu kuiweka pamoja, ilikuwa inakataa. Tunajua historia ya Yerusalemu tokea Agano la Kale, hekalu likibomolewa, kuta zikibomolewa, na mpaka wakati wa Herodi hivyo hivyo tena. Yesu anasema uwauae manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Hebu jichukue wewe, na sio jichukue wewe na mimi, sisi ndo Yerusalemu. Yaani Yerusalemu amekuwa adui wa yeye mwenyewe. Mtu ama mwanadamu amekuwa adui wa yeye mwenyewe. Neno linapokuja, Bwana anakuja anatuwazia mema, anasema na wewe mema. Anakupa neno katika Biblia ambalo linatangaza wema, linatangaza uzuri, linatangaza mema, linatangaza ustawi, linatangaza kuinuliwa, linatangazwa kuskua kiroho, linatangaza mambo mazuri kwa ajili yako ama kwa ajili yangu. Huyo ni nabii ambaye Bwana anamweka kusema kwa ajili yangu. Nafsi yako inapozungumza kwa ajili yako yaliyo mema, kwa maana Bwana anaposema na nafsi yako, ama Bwana anapotumia neno lake, huyo ni nabii kwa ajili yangu. Sasa neno anapolileta kwangu, alafu mimi mwenyewe nikawa adui wa nafsi yangu, adui wa kuinuliwa kwangu, kwa kutumia kiungo kimojawapo cha kwangu, anasema na kuwapiga kwa mawe. Wakati Bwana analeta jambo jema kwako ama kwangu, mimi napiga kwa mawe, naliponda, naliua, naliharibu, nalibomoa. Ni mara ngapi vinywa vyetu vimekuwa vikizungumza kinyume nasi? Yaani unashtukia tu kinywa kimeshazungumza, bwana, yaani si tunahangaika tu hivyo, maisha magumu, yaani kuna kitu kinaenda. Hayo ni mawe. Kila neno linalotoka katika kinywa changu ni jiwe la kupiga maisha yangu. Kama ni neno kwa ajili yangu, ni jiwe la kupiga maisha yangu, ni jiwe la kupiga maendeleo yangu, ni jiwe la kupiga ustawi wangu, ni jiwe la kupiga kukua kwangu, alafu ninabaki kama nilivyo. Neno lolote nalolitoa baya kuhusu mtu mwingine ni jiwe la kumpiga, maana linatoa neno ambalo linaenda kumaliza ama kumwangamiza. Ndio maana Biblia inasema kwenye Mathayo sura ile ya 12 ya kwamba kwa kila neno ambalo lililotoka katika kinywa chetu tunaenda kutoa hesabu zake. Unaona, anasema 37 mstari, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kinywa kinatoa mawe. Kinywa kinatoa mawe yaliyojaa ndani ya moyo wa mtu. Moyo wa mtu unapokuwa umejaa mambo mabaya, kushindwa, kuanguka, kukata tamaa, kuishiwa nguvu, kujichukia, kukataliwa na mengineo mengi mabaya juu yako wewe mwenyewe, yanapokuwa yamejaa ndani ya kibao cha moyo wako, ina maana hayo ni mawe yamejipanga hapo. Kwa hiyo kinywa kazi yake ni kuokota kutoka kwenye moyo
na kutupa kwenye eneo husika, kwamba kama ni kwa ajili yangu mimi, kama ni kwa ajili ya mtu mwingine, kama ni kwa ajili ya ndugu yangu, basi yale maneno yanakuwa ni mawe namrushia yeye. Na yanaporushwa sasa, ninapoyarusha, ina maana kwamba ninatafuta mabaya kwangu na kutafuta mabaya kwake, maana jiwe lile linaenda kulenga kwenye eneo husika, maana linapokelewa na pepo aliye standby hapo pembeni, kwa sababu we ujui, kumbe yeye yuko hapo anakusonga. Unaporusha maneno mabaya, anayaokota na kwenda kuyatendea kazi, atapeleka kwenda kufanya kazi, ataenda kupiga maisha ya mtu, ataenda kuharibu maisha ya mtu, kwa sababu wewe umetoa maneno mabaya. Ataharibu maisha yako mwenyewe kwa sababu ya kinywa chako. Ndio maana neno linalotoka, yani maneno yanayotoka kwenye vinywa vyetu, yanahesabiwa na Mungu, kwa sababu kuna yanayobariki, kuna yanayolaani, kuna yanayoua, kuna yanayoinua, kuna yanayoangusha, kuna yanayostawisha, kuna yanabomoa na kujenga. Sasa ni jiwe gani limerushwa? Na hilo jiwe linarushwa likiwa limetoka wapi? Limetokea moyoni mwangu. Sasa moyo wangu ndio hifadhi ya mawe mabaya ambaye ndio yanaoponda maisha yetu. Mara nyingi tunaweza tukamtafuta mchawi, lakini mchawi ni mimi mwenyewe, kwa maana ni kinywa changu. Yerusalemu anaambiwa, Yerusalemu, Yerusalemu, uwauae manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Kwa maana manabii wako humo Yerusalemu, wanapewa neno na Mungu juu ya Yerusalemu, wanasema juu ya Yerusalemu. Yerusalemu inawapiga mawe, wakaaji wa Yerusalemu wanampiga mawe, wanasema hapana. Yeremia alitumwa kwa ajili ya Israeli, lakini angalia alivyokuwa anapigwa, angalia jinsi ambavyo alivyokuwa anafukuzwa kule madhabahuni, angalia jinsi ambavyo alivyopata mateso katika kufanya kazi ama kuwasilisha ujumbe ambao alikuwa ametumwa, ama alikuwa ndio kazi amepewa kufanya. Yuko nabii ndani yako ambaye anahifadhi maneno mazuri yatokao kwa Bwana, lakini wewe moyo wako umebeba nini hata kumpiga nabii huyo? Neno zuri likitoka kwa Mungu, matamshi mazuri yakitoka kwa Mungu, yale anayotuwazia kwenye moyo wake yakitoka kwake ili kutujia sisi, yakiangukia kwenye moyo yanakutana na mawe. Yakiangukia kwenye moyo yanakutana na mawe. Mawe yanapiga kwenye kinywa kinachukua mawe hayo na kupiga kile kitu ndani yako. Ustawi wako uko ndani yako, maisha yetu yako ndani yetu. Jamani, hatutafuti maisha nje, maisha tunayo wenyewe. Hatutafuti ustawi nje, ustawi tunao wenyewe. Hatutafuti kukua kiroho nje, kukua kiroho ni sisi wenyewe. Hatuendi kanisani ili kukua kiroho, ila yale tunayoyapokea kutoka kanisani ninapoyatendea kazi. Kwa hiyo mimi kukua kwangu kiroho kunanitegemea mimi mwenyewe. Ninapokwenda kanisani nisipotendea kazi haitanisaidia. Ninapoambiwa maneno mazuri, ninaposoma nikajifunza nikashindwa kutendea kazi, muuaji ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo kile adui wa mimi ni nafsi yangu mwenyewe. Shetani anachukua yale yatokayo kwenye nafsi yangu, ndo ananipiga nayo. Siku zote ukiwaza positively, ukiwaza vyema, ukiwaza vizuri kwa ajili yako mwenyewe, ndipo utanena mema. Lakini unapowaza mabaya, ndio hapo utanena mabaya, kwa sababu kiujazacho moyo wa mtu, ulimi unatoa kile kinachojaza ndani ya moyo wa mtu. Maana ya kwamba kanisa Israeli wakati huo, wakati Yeremia akitumwa, alikuwa Israeli wako, moyo wa Israeli ulikuwa ni mbovu, kwa manake taifa lile lilikuwa libovu, linaishi vibaya, lakini halikuwa linafahamu kwamba linaishi vibaya. Ndio Yeremia akiwa katikati yao, lakini akiwa mjumbe wa Mungu, anatumwa kwenda kusema, anatumwa kwenye madhabahu, anatumwa kwenda kusema na watoto wa Israeli. Pashuri kuhani anainuka, anampiga nabii Yeremia, anamtia katika mikatale, anampiga anamtupa nje ya lango, anamwaibisha
anampiga kwa sababu ya yale mema ambaye Mungu alikuwa anasema kwamba acheni njia zenu muweze kufanikiwa. Sasa leo hii tunaangalia, mimi mwenyewe kama Helena natakiwa nijue maisha gani natakiwa kuyaishi ili ndipo Mungu aweze kunifanikisha. Yaani tunatakiwa kuchunga sana maisha yetu, kwa sababu ndio yanayokusanya mawe ndani ya mioyo, na yale mawe yakishakaa sana, kinywa kinaanza kuchukua kutoka kwenye hazina ya moyo na kuanza kutoa nje. Kwa hiyo maneno mabaya yanaanza kutoka kwenye kinywa changu, lakini hayo mabaya yanatoka kwenye moyo. Hayo mabaya yanakuwa yanatoka kwenye moyo, na kwa sababu hiyo maisha yetu yanakuwa mabovu. Maisha yetu yanakuwa ni mabovu. Sasa sisi lazima tujue namna gani ya kulinda moyo. Biblia inasema katika Zaburi 119, linda sana moyo wako. Linda. Asema nimeweka neno lako katika moyo wangu. Sasa neno la Mungu ndo linatakiwa lijae ndani yangu. Neno la Mungu ndio uzima wangu. Neno la Mungu ndio ustawi wangu. Neno la Mungu ndio uzima, ndio unaonipa mimi utele, ndio unaonistawisha, ndio unaonitengenezea mambo mazuri, yananipa mawazo mazuri. Ukijaza neno la Mungu kwenye moyo wako, mawazo yako yatakuwa mazuri, yatageuzwa. Kwa hiyo mindset yako itageuzwa kutokana na kile kinachoujaza moyo. Tunajifunza kutoka kwenye Yerusalemu, tunajifunza jinsi ambavyo mambo yamekuwa Yerusalemu. Bwana anasema, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako na yani vitongoji vyako, watu wako hapo Yerusalemu, ni waweke sawa, lakini hamtaki. Mkono wako unakataa kufanya vyema, mguu unakataa kufanya vyema. Ndio maana mguu unaenda kusikofaa, ndio maana mkono unashika kisichofaa, ndio maana kinywa kinanena kisichofaa, ndio maana macho yanatazama na kona yasiyofaa. Ndio yani kila kitu cha viungo vya miili yetu tunavikosesha kwa sababu moyo umehifadhi uharibifu. Sasa tafakari yetu ya leo inatutaka tujikusanye, tujitafakari, tujikusanye na tukaiangalie nyumba yetu ilivyo. Isiwe ni ukiwa, tusisababishe ikawa ukiwa, kama anavyosema mstari wa 38 hapa kwenye Mathayo. Sema, angalieni nyumba yenu, mmeachiwa hali ya ukiwa. Unaona, mmeachiwa hali ya ukiwa. Sisi lazima tugeuke, tutazame moyo wetu, ili ukiwa unaokaa kwetu mpaka tunanungunika. Manunguniko ni kwa sababu ndio yaliyojaa ndani ya moyo. Hayo ndio mawe ndani ya moyo. Kwa hiyo hata maombi yanakuwa ni kunungunika na sio kuomba. Moyo wetu natakiwa ujae neno la Mungu kwa wingi, ndipo mindset, lile neno linaenda kubadilisha na kugeuza mindset yetu, na ufahamu wetu unakwenda kubadilika. Mawazo ya mioyo yetu itakuwa imebadilika. Tutajiwazia yaliyo mema na kuwawazia watu wengine yaliyo mema. Makosa mengi tunayoyafanya yanatokana na kile kilichojaa ndani ya mioyo yetu. Hatuwezi kujaza hazina mbovu katika mioyo yetu alafu tukatoa hazina njema. Hapana, kiujazacho moyo ndicho kinachotoka. Yesu akasema unajisi unakaa ndani ya moyo, ndipo unatoka nje. Sasa tutafakari leo, moyo wangu umejaa nini? Kama moyo wangu umejaa mabaya, basi kwangua, toa yale yaliyo mabaya. Mwambie Bwana nisamee, ungama mwambie nisamee, alafu uanze kuwekeza sasa neno la Mungu. Neno la Mungu limejaa ahadi nyingi nzuri na za kupendeza. Zichukue uziweke ndani ya kibao cha moyo. Alafu ndio kinywa chako kianze kutamka, kwa sababu ndio mawazo yako yatawaza hayo. Sasa kama hauwezi kuwaza mema wakati moyo umebeba uovu, moyo umebeba matakataka, moyo umebeba vitu visivyofaa, kwa hiyo chuki ziko ndani ya moyo. Kwa hiyo kinywa chako kitanena mabaya juu ya yule ambaye unamuonea chuki. Kinywa chako kitanena mabaya juu ya yule unayemuonea wivu, ambaye wivu umekaa ndani ya moyo. Unaona, kwa hiyo ni vitu ambavyo wewe mwenyewe ukijichukia, kinywa chako kitanena mabaya juu yako wewe mwenyewe. Sasa tunataka kutakasa moyo, tunataka tutakase vinywa vyetu, tukajinenee mema, tukajibarikie sisi wenyewe. Maana Mungu alisema wakati wa Ibrahim, na Ibrahim ni baba yetu wa imani, katika Mwanzo ile 12 wakati anamwambia atoke katika
nchi yao na baba zao, kwa watu wa kwao, aende mpaka mahali atamwambia aende. Biblia ikasema hivi, yule atakaye kulaani nami nitamlaani, na yule atakaye kubarikia nami kubarikia nitambariki. Sasa kama kinywa changu chenyewe chanilaani mimi, na sasa Mungu ataacha kunilaani jamani? Si hicho ndo shetani ndo anabeba hicho, anatoka nacho, anaenda kwenye anaenda nayo kama hati ya mashtaka mbele za Baba. Huyu hapa Helena amesema hiki. Jamani, Bwana Yesu tusamehe. Haya ni maombi ambayo lazima tuyaombe hapa kwa pamoja, alafu kila mmoja akajitafakari na kuyafanya mwenyewe. Bwana Yesu, tuko mbele zako, umesema nasi kuhusu mioyo yetu kama Yerusalemu iliyojaza mawe ambayo inatupiga sisi wenyewe na kutumaliza. Baba, umesema nasi neno zito katika maisha yetu hatukuwahi kuwaza, lakini leo umetufunulia kitu gani kinatuua na kutumaliza. Wauaji ni sisi wenyewe, maana kifo kimekaa ndani ya mioyo yetu na katika mawazo yetu na katika kinywa chetu. Tuko mbele zako, tunakusihi kwa rehema zako ukatusamee yale mawazo mabaya na yaliyojaza moyo. Chochote kilichoko ndani ya mioyo yetu Baba, tunakikataa sasa na tunakitoa kwa damu yako Kristo, kusafisha mioyo yetu, na kwa jina lako Kristo tunakitoa na kukipeleka kuzimu. Damu yako takatifu kasafishe mioyo yetu, na Baba tunaliweka neno lako ndani yetu, ili neno lako likaumbike na kutupa sisi ustawi, uzima na baraka na kukua kiroho, na hatimaye uzima wa milele pia ukae ndani yetu, ili siku ile tunaondoka duniani tuweze kufika katika ahadi yako. Baba, katika udhaifu tulionayo katutie nguvu, katupe kusimama, katuimarishe katika utukufu wako kupitia neno lako ambalo umesema nasi leo. Muimarishe baba yule, muimarishe mama yule, muimarishe kijana yule, tuimarishe nafsi zetu, ili mioyo yetu isibebe mawe ya kutupiga sisi wenyewe, bali ibebe neno la kutuinua sisi, katika jina la Yesu Kristo. Andaza tunajiweka wakfu mikononi mwako, tukiamini kwamba Bwana umetutakasa kwa damu yako takatifu, na ni katika jina lako Kristo Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki. Amini imekuwa. Sasa katafakari, kama unaona kuna vitu vinakuwewesua, vikatae, jikabidhi kwa Bwana na tuendelee na maisha mazuri ya utukufu. Amen.